Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hapa ni Mombasa nchini Kenya, maeneo ya Mavueni, ambako ndiko kuna huduma ya New Life Prayer Center and Church, ambapo watu mbalimbali hukutana hapa, na tumekuja kuripoti kuhusiana na ibada maalum ya meza ya Bwana inayofahamika kwa jina la Above Only. Mamia ya wananchi wamejitokeza kwa ajili ya kushiriki ibada hii. Watu mbalimbali kutoka mataifa tofauti, Afrika Mashariki na mataifa mengine wamefika hapa. Lakini pamoja na hayo, tumezungumza na nabii utukufu kwa Bwana, ambaye yeye ni kiongozi kwa upande wa Tanzania, hasa wale ambao wanafika hapa maeneo ya Mavueni. Lakini tumezungumza naye namna ambavyo Watanzania wengi wamekuwa wakinufaika na ibada hizi ambazo zimekuwa zikifanyika mara kwa mara. Above Only ya siku 12, kwa maana ya miezi 12, na mwaka 2026 miezi pia 12. Watanzania wako hapa kwa wingi kwa sababu ya namna ambavyo huduma ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel imegusa maisha ya watu wengi, maelfu kwa malaki kwa mamilioni nchini Tanzania. Na tunapomaliza mwaka, kuna siri kubwa sana vile unavyomaliza na vile unavyoenda kuanza mwaka mwingine. Ifahamike kwamba huu ndio mwezi wa mwisho wa mwaka 2025. Hakutakuwa na mwezi mwingine. Lakini pia mwisho wa mwezi wa mwaka 2025 kutakuwa na mwaka mwingine ambao unaitwa mwaka 2026. Na watu wengi sana wamekuwa kilalamika, huu mwaka umekuwa mbaya, bora huu mwaka uishe nianze mwingine. Lakini tatizo la watu wengi sana ni kwamba miaka wanayoenda kuisha hawajaiandaa kiroho, haijaandaliwa kwenye madhabahu. Sasa mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, Mungu amempa ufunuo huu wa kwamba anafanya kongamano kubwa la Above Only, ambayo mataifa mengi tumeona watu wako kutoka Uganda, watu kutoka Austria, watu kutoka Amerika, watu kutoka bara mbalimbali wako hapa, sio Tanzania peke yake. Na wako hapa kwa sababu wanakuja kupokea nguvu na neema ya kuanza mwaka 2026. Mwaka mzima wa 2026, kwa mtu yote ambaye anapata nafasi ya kuja kwenye Above Only hii ambayo itatamatishwa tarehe 14 mwezi huu wa 12 siku ya Jumapili, atakuwa amepata bahati kubwa, kwa sababu mwaka unaofuata atakuwa ameuandaa vizuri kiroho, kimungu. Na hapo unapata fursa ya kumuona na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel. Anaweza kukupa unabii wa moja kwa moja, anaweza kukuombea, anaweza kukuongelesha. Lakini tu hata asipokuongelesha, hata asipokupa unabii, ule uwepo wa Mungu tu ambao uko hapa kwa siku zote hizi 12 sio wa kawaida, ni neema kubwa. Na tunaweka rekodi nyingi. Moja kabisa ifahamike kwamba ile tarehe 3 ilipoanza tu ibada hii kubwa ya Above Only, Watanzania tayari walikuwepo hapa hata kabla hiyo tarehe. Yaani maana yake wamewahi kuja kuisubiria hata before hiyo tarehe kuanza. Lakini pia ifahamike kwamba tuko hapa ndio, lakini tuna radio nyingi nchini Tanzania ambazo zinapeperusha live moja kwa moja kongamano hili la Above Only. Kwa hiyo karibu nusu ya Tanzania au zaidi wanasikiliza kwa njia ya radio, mbali na vyombo vya habari vya New Life kama vile World Evangelism TV ambayo inapatikana kwenye kingamuzi cha Azam kwenye Other Channel namba 002 au namba 2 kwenye Other Channel. Lakini pia YouTube ukiingia ukaandika tu New Life TV Kenya utapata, na Facebook hivyo hivyo. Mbali na hivyo, lakini kuna vyombo vya habari nchini Tanzania ambavyo vina ripoti moja kwa moja mkutano huu Above Only, hata kupitia mitandao ya kijamii. Unaweza kupata kupitia Global TV, unaweza kupata kupitia Kusaga TV. Hivyo ni vyombo ambavyo moja wapo vinafuatiliwa nchini Tanzania, na mara kwa mara huripoti habari ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel juu ya yale yanayoendelea, juu ya shuhuda zinazoendelea. Niliona hata juzi kwenye mtandao mmoja wa Kusaga TV ameweka ushuhuda wa yule mtoto ambaye alikuja kutoa sadaka kwa ajili ya mzazi wake na akaacha wizi. Kwa hiyo unaelewa kwamba mpaka tuelekee tarehe 14, nikifikiria siku ya Ijumaa ya hii wiki, Jumamosi, pengine nafikiri tutakuwa tumeshapata picha
ya Tanzania inafanya nini kwenye Above Only. Sasa hivi tunahabarisha tu watu kwamba kama uko nchini kwetu Tanzania, unaweza ukapiga nambari za simu ambazo utaziona hapo kwa screen, moja kwa moja na wewe ukaungana na maelfu ya Watanzania ambao wanasafiri kwa usafiri wa moja kwa moja kutoka Tanzania kuja hapa na kurudi. Unakuja na usafiri ambao utakusubiria siku ambako kongamano hili linatamatika Jumapili jioni, usafiri huo unakurudisha nchini Tanzania. Kiukweli hakuna changamoto yoyote. Ni kuzuri, ni ukaguzi wa kawaida kabisa wa kiusalama, lakini Tanzania na Kenya wamekuwa na uhusiano mzuri. Na hiyo inatupa ruksa kwamba tuna uwezo wa kuja Kenya kuabudu Mungu kwenye madhabahu ya New Life na kurudi nchini kwetu Tanzania. Lakini pia inatoa fursa hata kibiashara na kadhalika. Na ukifuatilia kwamba Watanzania wengine wana watoto wao ambao wanasoma hata hapa kwenye shule ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel ya Kilifi International School. Lakini pia hata Wakenya wana watoto wao wanaosoma Tanzania. Kuna wafanyabiashara wengi wa Kenya ambao wanategemea Tanzania kibiashara. Kuna biashara wengi wa Kenya ambao wanategemea wa Tanzania ambao wanategemea biashara Kenya. Kwa hiyo mahusiano ni mazuri na kuna utulivu tu mzuri, ukaguzi wa kawaida na hali ya kawaida. Soma kwenye kile kitabu cha Yeremia 29 nasema kwamba itakieni huo mji amani ambao mnakaa, kwa sababu kupitia amani ya huo mji nyie pia mtapata amani. Kusema Tanzania tusione umuhimu wa amani yake ni sawa na kusema maisha yako yasiwe na amani. Sababu Tanzania ikiwa na amani, watu watakuwa na amani, watu watafanya biashara kwa amani, watu watafanya huduma za kiroho kwa amani, watu wataomba Mungu mahali ambapo amani ipo. Kwa hiyo lazima tutahitimisha Above Only hapa Mavueni kwa kubeba mabango yatakayokuwa yanahamasisha amani na kuliombea taifa letu hili la Tanzania liweze kupata amani. Moja ya vitu ambavyo vinasababisha watu wengi kutoka Tanzania, kutoka mbali kuja hapa, miujiza. Kuna mtu anaamini miujiza au amini miujiza, lakini miujiza ipo. Sababu hata Mungu mwenyewe ameumba kimiujiza. Maji tu ukijiuliza yameumbwa kutoka kwenye nini, ni miujiza tosha. Ukijiuliza vile ambavyo mawingu huko juu hayadondoki, ni miujiza tosha. Ukijiuliza mwezi unaning'iniaje hapo, ni miujiza tosha. Kwa hiyo Mungu amekuwa akifanya na kwa watu. Watu wengi hapa wamekuja wakiwa wanateseka au wamemfahamu Pastor Ezekiel kutoka katika mateso. Labda ni mgonjwa, mwingine labda alikuwa anaumwa kansa ambayo inaaminika haina uwezo tena wa kupona kwa stage iliyofika. Watu wanakodisha maambulance, wanaleta wagonjwa hapa, wagonjwa mahututi, na wanaombewa na wanapona. Watu ambao walikuwa majambazi hapa wanaokolewa na wanaacha ujambazi. Watu waliokuwa makahaba mpaka wanafahamika, ni maarufu kwa ukahaba, wanakutana na mahubiri na mafundisho ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, wanaacha ukahaba, wanakuwa ni watu wazuri. Watu ambao wamekuwa maskini, mtu amejaribu kufanya kila aina ya biashara lakini mtaji unaanguka, anafilisika, wamekuwa kwenye madeni sugu, wanakuja hapa, anapata unabii kupitia mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel au maombi au mafundisho kuhusu mambo ya madhabahu na kadhalika na sacrifice. Watu wanafunguliwa maisha yao. Leo wengine wanakuambia wanauza madini mataifa mbalimbali, wengine wanakuambia wamenunua masemitrela zaidi ya 10, 20, wengine wanakuambia wamefungua makampuni ya kitalii, wamejenga mahoteli makubwa. Sasa kupitia yale ambayo Mungu anayatenda kwa mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, hiyo mimi naweza sema kwamba ni sababu kubwa tosha ambayo inasababisha watu waje hapa. Biblia inasema kwamba palipo na mzoga ndipo mahali ambapo tai wanakusanyikia. Sasa mahali ambapo watu wanakutana na Mungu. Unaposema watu kukutana na Mungu, Mungu sio mtu, Mungu hana umbo la kibinadamu, Mungu ni roho. Lakini yale matendo ya Mungu anayokutana nayo, huko ndio kukutana na Mungu. Kwa wanapokutana na yale matendo ya Mungu kwenye maisha yao, kesho anamhadisia mwingine, au mwingine anaona pia kwamba ndugu, nimeona maisha yako yanabadilika. Siri ni nini? Anamwambia siri ni Yesu. Nikutana na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, maisha yangu yamefunguliwa, maisha yangu yamebadilika. Sasa kupitia hiyo watu wengi sana kila kukicha nchini Tanzania wanazidi kumiminika kuja Mavueni Mombasa nchini Kenya. Na Tanzania sasa hivi hadi sasa kuna mamia, makumi au maelfu kwa idadi ya watu waliofika? Ni zaidi ya mamia, ni maelfu sasa, kwa sababu
Ukiangalia magari ambayo yameanza kuleta watu tangu wiki iliyopita na yanaleta mengine yanarudi, atawarudia watu, ni magari mengi. Ni magari mengi na ukiangalia ni watu wengi, sio watu kidogo. Na hapa utapata sio mkoa fulani. Utapata watu kutoka Mbeya wako hapa, watu kutoka Dar es Salaam wako hapa, watu kutoka Arusha wako hapa, kutoka Mwanza, Geita, Rukwa, Kagera, Sumbawanga, Mtwara, Lindi, Morogoro. Hakuna mkoa ambao watu wao hawako hapa kutoka nchini Tanzania. Mara na kadhalika, hakuna mahali popote Tanzania, Singida, Manyara na kadhalika. Yaani hakuna mkoa ambao utasema watu wa mkoa fulani wako hapa au hawapo. Mikoa yote nchini Tanzania ukiulizia pale kwenye kusanyiko lazima utapata watu wa mkoa husika. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mikoa tu yenyewe ni mingi, na inamaanisha watu wametoka na magari kutoka hiyo mikoa. Ndio maana tunawasisitiza watu kwamba unaweza ukapiga nambari ambazo utaziona kwa screen, na moja kwa moja na kama mmoja wao wa watu ambao wana uwezo wa kusafiri moja kwa moja kuja hapa Mavueni kwa Pastor Ezekiel kuhudhuria ibada hii kubwa ya Above Only ya kuhitimisha mwaka, pamoja na meza kubwa ya Bwana ambayo inafanyika hapa, kushiriki mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Alafu baada ya hapo ukarejea ukiwa na uhakika wa mwaka 2026 kwamba umeuandaa kiroho kwenye madhabahu yenye nguvu inayoweza kusaidia maisha yako. Moja, nipaswa kuelewa kwamba kutoka Tanzania kuja Kenya haulipii pesa zozote, yani kuingia Kenya au kuingia Tanzania, zaidi ya mambo ya passport. Na kwa wale ambao unakuta labda bado hawajawa na mambo ya passport, wanaweza tujulisha kupitia hizo nambari zetu, tukaangalia jinsi ambavyo tunaweza tukawasaidia kupata passport za dharura za temporary, kwa sababu tunasafiri kwa group. Lakini pia kwa mtu ambaye ana passport yake gharama ni ile nauli tu. Unakuta kutoka tu hapo Dar es Salaam mpaka hapa Mombasa Mavueni Kenya na kurudi haimalizi hata shilingi 85-90 ya Tanzania. Ni chini hapo. Kwa unaweza elewa kwamba ni gharama ndogo kiasi gani. Mtu kutoka Mbeya mpaka hapa kuja na kurudi ni 165. Kwa unaweza elewa kwamba ni gharama ndogo kiasi gani. Kutoka Arusha kuja mpaka hapa na kurudi ni shilingi 60,000 peke yake. Kwa unaweza elewa kwamba ni gharama ndogo kiasi gani. Tofauti na watu wanavyofikiria kwamba kufika kwa Pastor Ezekiel pengine unahitajika kuwa na mamilioni ya pesa. Kumbe mtu akiwa na bajeti yake ya 300,000 tu anakuja hapa vizuri na anarudi, akiwa na 200,000 anakuja hapa, anarudi na anakula na anakunywa na analala. Kwa hiyo nafikiri jambo kubwa ni ule utayari wa moyoni, ule tayari wa rohoni, kwamba kile unachokuja kukipokea kwenye madhabahu hii ni kikubwa kuliko gharama au kuliko fedha ya aina yote. Kuna watu wamefika hapa ni maskini akiwa hawana chochote, leo ni mabilionea. Utawaambia nini kuhusu gharama? Kwa sababu kile kidogo ambacho alikitafuta ili walipie nauli wafike hapa, leo imesababisha maisha yao yamebadilika. Watu wamepona hapo HIV, kuna watu wamepona cancer, kuna watu wamepona ulemavu, kuna watu wamepona magonjwa sugu sana kwenye hii madhabahu. Leo tunavyozungumza wamepona figo, wamepona moyo, leo wamepona pressure, wamepona kisukari. Leo tunavyozungumza ni wazima. Na watu ambao walikuwa waolewi, hawana ndoa, kwenye madhabahu hii wamepata maisha ya ndoa. Wengine walikuwa wameachwa miaka, wamerudiana na familia zao. Unakuta tu mama alikuja hapa, baada ya hapo mume wake akarudi. Kwa hiyo kupitia madhabahu hii mimi nafikiri gharama kubwa sana ni kuamini. Amini hivi vitu vingine vyote ni virahisi, na hasa kwa sababu tumeweka utaratibu mrahisi kwamba mtu yote akiwa nchini Tanzania ana uwezo wa kusafiri kwa usafiri wa pamoja. Yani magari ambayo ni ya kwetu tunayakodi, wanajaa watu, yanakuja hapa, yanawasubiri watu, alafu wanarudi kule kwa gharama nafuu. Hata ile hofu kwamba unaenda nchi ya watu itakuwa imekupungua, kwa sababu unakuwa na Watanzania wenzako na unakutana huku na Watanzania wenzako. Na Pastor Ezekiel amefanya kitu kizuri sana. Ni moja wa wahubiri ambao wameondoa utaifa fulani. Yani huwezi sema Pastor Ezekiel ni mhubiri wa Kenya. Wa Kenya wanasema Pastor Ezekiel kama ni Mtanzania. Sasa Pastor Ezekiel, mtu wa Uganda, mtu wa Tanzania, mtu wa Msumbiji, mtu wa Zambia, kila mahali dunia nzima wanaona ni mtu wao, kwa sababu ni mtu ambaye ukija hapa Watanzania wanaishi na Wakenya kama watu waliozaliwa na baba mmoja na mama mmoja. Hakuna huduma za ubaguzi wa kitaifa hapa. Tofauti na sangine watu wanavyofikiri kwamba nikienda taifa fulani nitabaguliwa maana mimi nimetoka Tanzania au mimi nimetoka sijui Uganda au wapi. Mungu awabariki sana.